Sasa Saidi Njuki bwana, uniwie radhi, message yako uliandika muda mrefu, ikawa ya kwanza kwa ilikuwa iko chini kabisa. Unajua simu zangu mimi tofauti na watu wengine, message ya kwanza nabakia juu kabisa, kwa hiyo nilikuwa na slow down. Saidi Njuki kwanza amesema asalamu alaykum. Wa alaykum salam, na kujibu pongeza dhati kwa kujihusisha na michezo, niwaombe wajikite zaidi katika riadha na ngumi, kwani imepoteza mwelekeo kimataifa kwa muda sasa. Na hapana shaka nazungumzia ngumi za ridhaa na mchezo wa riadha. Ni kweli. Salamu alaykum Bizubei, tusidanganye wa Tanzania, ubora wa Berkane ni mkubwa kuliko ubora wa timu yetu ya Simba maradufu. Tusijifiche kwenye kivuli cha karanga, takwimu zinaongea sasa kuliko maneno. Ushindi wa Simba dhidi ya Berkane ni 25% tu. Saidi Njuki wa Arusha. Saidi Njuki, wewe ni Yanga. Sasa kama umeongea kama mwana michezo sawa, lakini umeongea kama mwana Yanga sawa pia. Ila time will tell. Simba bwana, mimi nikwambie tu bwana Saidi Njuki, uzuri mmoja wa Simba huwa wanabadilika sana wanapokuwa kwenye mashindano haya ya club barani Afrika. Hata kama nyumbani wanakuwa hawana msimu mzuri, lakini huko nje wanafanya vizuri. Kama utakumbuka mwaka 93 ambao alifika finali ya kombe la kafu kwenye ligi ya nyumbani hapa, Simba hakuwa bingwa, si wa bara wala muungano. Na wakati fulani Pitso Mosimane aliwahi kusema, alikuwa ni Pitso alisema akiwa El Ahly, alisema kwamba Simba wanapokuwa kwenye, ilikuwa katika ligi ya mabingwa Afrika, mechi dhidi ya El Ahly, Simba alifunga magoli ya kutosha kule Misri, lakini hapa Simba walishinda. Na mwenyewe Pitso akasema when they turn to Benjamin Mkapa, when they come back to Benjamin Mkapa, they turn to be Barcelona. Lakini wakiwa nje sijui wanakuwa, nakumbuka alisema hivyo Pitso. So Simba wanapokuwa Benjamin Mkapa wanakuwa Barcelona kweli kweli. Kwa hivyo ni kurekebisha ulichokisema. Inawezekana uliona mchezo wa jana, Berkane wako juu. Mimi takwimu zinaonyesha kwamba Simba walizidiwa kidogo tu, takwimu tulizoziona pale za kitaalamu. Possession ilikuwa ni 51 nafikiri kwa 49, na hawakuwa na shot on target. Wakati mwingine shot on target haimaanishi kitu katika mchezo, ni game plan, namna ambavyo wenyewe Simba walipanga kupata goli lao dhidi ya wapinzani. Na kama mipira mingi ilikuwa blocked kulingana na mfumo wa uzuiaji wa Berkane, bado huwezi kusema Simba hawakuwa na shot on target. Na tuweza kuona tu kwamba Simba waliingia kwenye eneo la hatari la Berkane na kujaribu mara kadhaa, na ulikuwa ni mchezo mzuri wenye hadhi ya fainali. Kwa hivyo bwana Njuki, ni kuondoe wasiwasi, kutakuwa na fainali nzuri sana marudiano hapa Tanzania, iwe Zanzibar iwe Dar es Salaam, na uwezekano wa Simba kushinda pia, take it from me, ni mkubwa mno. 25 zako hizo naomba uongeze 35 uwape Simba na 60% ya kuchukua hili kombe so far. Finali ni finali, tarajii magoli mengi, lakini Simba anaweza akashinda magoli 3 au akashinda 2 na ubingwa ukatolewa kwa mikwaju ya penalty. Isakwisa sasa bin Zuberi, hivi mpaka sasa kafu hawaja confirm finali itakizo wapi ya Fandisha kisa. Kafu kwenye sources zao zote wanaandika Zanzibar, lakini kwa taratibu zinafanyika mechi ichezwe kwenye uwanja wa nyumbani. Kama ulivyomsikia Fadlu anakuambia kila timu na haki ya kucheza nyumbani kwake. Sawa. Mwana Yanga mwingine kaandika ujumbe hapa, Rashidi, nisome na ujumbe wake. Sio Kejo, Rashidi mwingine huyu, rafiki yangu muuza spia za BMW na Benzi, anasema asalamu alaykum, kwema kaka, ukweli ni kwamba mpira hauna kificho. Berkane kwa sasa wako juu mno, ndio maana ni mabingwa wa Morocco, hawajabahatikia, tuseme ukweli. Lakini nakwambia na Simba hawako chini Rashidi, Simba kadhalika wako juu. Ndugu yangu Nganze ameandika kaka, Waarabu wanajua kitakachowatokea TZ. Wewe ndio uliongea TZ, kwa sababu kweli hawakuwa na raha baada ya goli la 3 kukataliwa. Walijua kabisa kifuatacho Azam TV, burudani kwa wote. Naitwa Tito Kanyamala, niko Magomeni Mikumi. Simba kujikwaa si kuanguka, na watakia safari njema ya kurudi. All the best Simba inshallah. Sawa? Leo mnaandika sana message. Bizubeli, habari za asubuhi. Kusema ukweli Simba
walijitahidi, lakini niseme ukweli, huo ndio mwisho wao. Wajiandae kuvaa medali ya mshindi wa pili by Manase Ndosi wa Arusha. Hizo ni dua, hizo ni dua. Wanasemaga dua za kuku hazimpati mwewe, ndoo inabaki nyumbani. Legacy Record Tanzania kuchukua ndoo ya kwanza ya kimataifa. Nipo kizalendo zaidi. Sawa. Rashid Kejo, mwandishi nguli wa habari za michezo, miaka hiyo ya 1990 hadi 2000, na baadaye akatan kuandika Hard News. Na Hard News ni Hard News, sasa hivi ni bosi. Sasa hivi ni bosi, anaagiza, anatuma, anaelekeza, anashauri, lakini sifa zake kama mwanahabari wa michezo alibobea zimemfanya awe nasi katika Sports AM kama mmoja wa wachambuzi wetu hapa. Na Songeli ya Kilinga kadhalika ni mwandishi nguli kabisa wa habari za michezo tangu miaka hiyo ya nyuma 1990. Naye sasa hivi ni boss pale Daily News, ni mhariri pale Daily News, na Kejo pia ni mhariri pale Mwananchi Communication. Wawili hawa ndo tutakuwa nao leo. Christian Kunambi, mvua bwana imemkwamisha kuwa nasi hapa, mvua kubwa sana ambazo zinaendelea hapa Dar es Salaam. Kunambi kapambana kadri alivyoweza, lakini wasehemu kakwama, kaloana tapatapa, hawezi kusogea mbele wala kurudi nyuma. Pole sana Christian Kunambi, na sisi jahazi linasonga kwa uwezo wa Rabuka. Nas, mambo vipi? Safi kabisa. Sasa bwana, moja kwa moja tujielekeze kwenye fainali ya jana ya kwanza kombe la shirikisho Afrika. Na leo Rashid Koje, nataka unipe simulizi za namna mechi ilikuwa. Yani sasa unatusimulia mechi ilikuwa hivi, hawa walifanya hivi, end of the day ikawa hivi. Itatupa mwongozo wa kwanza kuzungumza. Sawa. Ingawa nijua labda ataanza nasi, lakini kwa hiyo twende. Kwanza ilikuwa ni mechi nzuri. Ni mechi ambayo ina hadhi ya kuitwa fainali. Na kilichonifurahisha zaidi ni kwamba imeonyesha ukubwa wa Simba, lakini na ukubwa wa ligi ya Tanzania. Kwa maana sasa hivi ukiambiwa kwamba hii timu inatoka katika ligi ambayo ni bora kwa namba 4 Afrika, unaweza kabisa ukasema ni kweli. Kilichojitokeza jana, game plan ya Simba kwa kuanza ilikuwa kidogo ya wasiwasi. Nadhani walitaka kukabia chini kuwasubiri ili wapate. Na wengi tulisema Berkane huwa wanamaliza mechi nyumbani kwao. Na baada ya dakika zile, na Simba baada ya robo saa ya mchezo Simba kuwa 2-2 hata mimi niliogopa, nasema sasa leo ndo zile 5 tunazoambiwa, ndo zile 6 tunazoambiwa. Lakini Fadlu kama alivyoeleza Kejo, alichokifanya kairudisha Simba mchezoni. Kilichoshindikana tu ni Simba kupata goli. Wengine wanaibeza Simba ikuwa la shot on target na nini, lakini kwa ulivyoangalia mchezo, na unaweza uliona nini kwenye bongo za wale makocha katika mchezo wa jana? Kwanza nianzie hapo kwenye wanaosema Simba hakuwa na shot on target. Simba hakuwa na shot on target alipocheza na Al Ahli Tripoli kule. Kwa sababu ilikuwa ni mpango wa coach. Kwa tuhakikishe kwanza hatu concede. Kama tutapata goli au shot on target, hiyo ni bonus. Na nafikiri jana alikuwa na mkakati wa namna. Kwanza tuadhibiti kama alivyosema Kejo, walianza na low block, wacheze chini huku kidogo. Nafikiri namna walivyoanza haikuwasaidia, kwa sababu wale jamaa walikuwa na kasi mno na walikuwa wana press Simba katika eneo lao. Kwa hiyo ilibidi kocha abadili mbinu haraka, lakini bahati mbaya walisha concede goal 2 za haraka. Kwa hiyo Simba, ukikumbuka ile mechi ya Al Ahli Tripoli, hawakuwa na shot on target, lakini walikuja kushinda goli 3 hapa. Kwa hiyo unaweza kusema ni mbinu za kocha. Navotizama ule mchezo wa jana na kuelekea mchezo wa marudiano, Simba ana nafasi ya kuchukua kombe. Take it from me, Simba ana nafasi, kwa sababu wale jamaa tactics yao wanaoitumia zaidi ni pressing. Yani wanacheza kama ile alipokuwa anacheza Liverpool ya Jurgen Klopp, wanacheza gegen pressing, wanakupress katika eneo lako. Sasa watakapokuja hapa itakuwa ni mbinu tofauti, hawawezi kuanza namna walivyoanza kule. Kwa Simba nao wana nafasi ya kumaliza mchezo mapema watakapokuja hapa nyumbani, kwa sababu
wale wataamini katika kulinda walichonacho kwanza, goli 2. Naamini watakaa nyuma sana, watapoteza muda sana. Kwa hiyo Simba ni kujipanga tu. Na hii ni mara ya pili wanakutana na Berkane. Miaka miwili nafikiri, miwili mitatu nyuma walikutana nao wakaconcede goli 2 hizi kule Berkane, lakini walikuja wakashinda, wakapindua meza hapa wakashinda. Kwa hiyo naamini ile itakuwa ni psychological bonus kwa Simba, na wanapoliona kombe liko uwanjani, naamini kabisa Simba wanaenda kuibeba hii ndoo. Kama ulivyosema, baada ya kuconcede goli 2, na mimi nikasema ndani ya dakika 15 nikasema kama hii game inaisha first half goli 4, Simba hawaipindui hii meza. Lakini waliweza kutulia, waliweza ku calm down, na zile substitution anazofanya coach second half kumleta Valentino Noma, ilikuwa inaonekana upande wa Mohamed Hussein kidogo kama una weakness, inaruhusu zaidi mashambulizi. Yule captain Dayo ambaye ni mtu wa Burkina Faso nafikiri, alikuwa akipanda sana upande wa Mohamed Hussein. Kwa hiyo ilionekana kuna hitaji usaidizi, na wengi walishangaa Kibu Dennis kutoka, lakini coach kumbe alikuwa na mbinu yake, akamuingiza Valentino Noma ambaye anamjua Burkina Faso mwenzie, na hali ya mchezo ikabadilika. Sikuwa namuona tena Dayo akipanda kupitia upande wake ule wa kulia kuja kuongeza nguvu kwa RS Berkane. Kwa hiyo naamini coach atakuja na mbinu tofauti kabisa katika mchezo wa raundi ya pili. Sawa. Kejo, mchezaji mmoja wa Berkane na Simba katika utawala wa kimchezo ndani ya uwanja, nguvu ya kimamlaka, usaidizi wa Simba, wachezaji wakubwa huwa wanasaidia maamuzi ya mechi. Ukitazama ama ulivyotazama uwanjani, unaona mizani ya uhatari zaidi wa wachezaji inalalia wapi? Umemzungumzia Mpanzu, umesema ongera kwa Mpanzu mmoja, kwa maana yeye work rate yake ilikuwa vizuri, na upande ukiacha Mpanzu wengine ulinganisha na Waberkane, na kwa ujumla Berkane na Simba, timu ipi ilikuwa na wachezaji wa msaada zaidi? Kwanza Berkane ilikuwa nyumbani, ilikuwa na mchezaji wa 12 ambaye ni Shabiki. Kwa hiyo ilikuwa inapata support na ilikuwa inacheza kwa jihadi. Kwa hiyo ile jihadi ile ilikuwa ni kubwa sana. Lakini ukiangalia kama alivyosema Nas, Dayo, yule nahodha, alikuwa kidogo work rate yake ilikuwa ya hali ya juu, lakini huwezi kumsahau Kamara ambaye alifunga goli na pia alitoa pasi ya goli la 3 ambalo tulipata bahati ya kwamba ilikuwa ni offside ile kwa uamuzi wa VAR. Hao wachezaji wawili walikuwa ni hatari sana. Lakini kwa Simba nilikuwa naangalia, nikawa najiuliza, ukiangalia ile Simba wachezaji local player ambao walicheza pale ni kama 4, lakini nilifurahishwa sana na Shomari Kapombe. Shomari Kapombe pamoja na hiyo pressing waliokuwa wanafanya Berkane, lakini mara 2-3 alitoa cross ambazo zingekuwa na umaliziaji mzuri, sasa hivi tungekuwa tunazungumzia kitu kingine. Kwa hiyo Shomari Kapombe ameonyesha kwamba bado wanasema kisu cha buchani kinavyozidi kuisha ndio kinaongezeka makali. Kwa hiyo Shomari Kapombe bado ameonyesha kwamba uwezo wake ni mkubwa sana. Lakini Ngoma alikuwa na kiwango kizuri, alidhibitiwa kidogo, lakini nadhani alikuwa na kiwango kizuri. Ukimwangalia Kagoma, yes, lakini nadhani anahitaji bado mechi nyingi za kimataifa kujenga uzoefu na kujiamini zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla kwa mchezaji mmoja Berkane walikuwa wazuri. Uzuri wa Berkane naamini ulichangiwa pia na kuwa wanacheza nyumbani mbele ya mashabiki wao. Lakini uzuri wa Simba ni kwamba ilitulia, na baadhi ya wachezaji wachache sana ambao unaweza wakasema kidogo mpira jana uliwakataa, lakini wengi walicheza vizuri na viwango vilikuwa vizuri. Sawa Rashid Kejo kwa maelezo hayo mazuri. Nasi ilikuwa kwenye Champions League, Simba alishinda goli 1-0 hapa, yeye alifunga goli 2-0 kule Berkane. Na ndo baada ya hapo Berkane ikamchukua Chama. Si ndio Kwa hivyo kila mtu ana nafasi ya kushinda nyumbani kwake,
namba ya magoli inaweza ikaamua. Sawa. Na Songelia, goalkeeping ya goalkeeper wa Berkane na goalkeeper wa Simba, japokuwa aliruhusu magoli mawili Kamara jana Pinpin, kuna magoli ambayo alisave. Kuna goli moja alisave kwa mguu, ile ilikuwa ni goli, na kuna mengine mawili pia aliokoa ukiachilia mbali ambao alikosa Berkane. Ile tena nafikiri ile ilikuwa ni hatari zaidi. Of course kuna kosa alishiriki kwenye goli la pili la Berkane, na hata namna alivyofungwa achilia mbali boko alilotoa, lakini hata shuti ilipigwa haikuwa na nguvu sana, na alikuwa amekaa akataka atembee kwa makalio. Hakuna, yani sioni effort ilifanya na goalkeeper wa kiwango chake kwenye goli la pili aliruhusu. Lakini pia kuna ile save ambayo ilikuwa ni hatari, ile save kwa mguu kama unakumbuka kwenye ule mchezo. Goalkeeping jana ilikuwaje? Kwa goalkeeping kwa upande wa RS Berkane, unaweza kusema goalkeeper hakuwa na kashikashi nyingi sana kwa sababu Simba hakufika sana kwenye lango la opposition. Na licha ya katika ulimuuliza Kejo hapa ni mchezaji gani alikuwa na mchezo mzuri kwa upande wa Simba, mimi na kati ya mechi nyingi alizocheza Ateba, jana alikuwa na mchezo bora sana kama ulimfuatilia. Ni bahati mbaya tu hakuwa naye, lakini ile nguvu yake ile iliwapa tabu. Kama ukikaa ukatulia, iliwapa tabu sana ule mstari wa mabeki. Alikuwa na uwezo wa kuchukua, akakaa nao, aka drive kidogo, akawaita wenzie mchezoni. Kuna namna aliwasumbua sana wale. Lakini tukija sasa kwa goalkeeping, nimesema upande wa RS Berkane hawakuwa na kashikash, lakini kwa Kamara alifanya kazi nzuri. Ile save yake ile ilikuwa ni deciding factor ya Simba. Sasa tunaona kwamba kuna uwezekano tukapindua hizi goli mbili. Ni kama ile ya Mabululu hapa ndio iliwaweka Simba mchezoni mpaka finali. Kwa hiyo kuna hiyo save, pamoja na kwamba alifanya uzembe kidogo kwenye goli la pili, lakini ilikuwa ndio ile tunasema alikuwa kwenye pressure ile, waliwekwa kwenye hiyo pressing. Kama unaona ule namna alivyo clear ule mpira, Simba alikuwa anashambuliwa, kwa hiyo hakawa hana namna autoe haraka kwenye line yake, lakini hakupiga mbali. Na Kagoma alivyojaribu kucontrol, naye akawa yuko under pressure, wakampress akaupoteza ule mpira. Unaweza usimlaumu sana kwa namna ambavyo alifungwa lile goli. Mimi nawalaumu sana wale mabeki pale katikati. Kulikuwa na Kagoma alijaribu kumfukuza ile jamaa hakumfikia, lakini kulikuwa na Hamza pale, nafikiri na Chamuka Robo. Miguu yao ilikuwa mizito kidogo. Yani ile goli miguu ilikuwa mizito, kila mtu mguu wake mzito kuinuka, mpaka Osama aka stretch na kupeleka mpira mbali kwa kipa. Alimuona kipa kwamba yuko anahitaji apige hatua kama mbili, ndo akaupunch ule mpira. Kwa hiyo huwezi kumlaumu sana pale alipokuwa goalkeeper na Osama alipopeleka ule mpira. Lawama yake inakuja ni ile clearance yake kwenda ndani, hakuclear vizuri na ikawa akaiweka timu under pressure. Yeah. Huyo mzungumzia Pinpin Kamara. Na vipi kuhusu Mohamed Hussein? Hapana, namzungumzia Munir Mohamed. Munir Mohamed, goalkeeper wa RS Berkane. Ni goalkeeper mzuri. Ni goalkeeper mzuri. Sasa ndo nasema kwa mechi ya jana huwezi kumwelezea sana kwa sababu hakupata ile mikashikash. Kama the fact kwamba Simba hawakuwa na shot on target inakueleza kwamba goalkeeper hakuwa na kazi ya ziada. Mipira mingi ilikuwa either iko blocked na defenders au ilikuwa na shots zinaelekea nje. Kwa hiyo yeye hakuwa na kazi ya ziada sana. Ukampa labda kwenye max, ukampa labda kwenye chini ya 10, ukampa labda max 8 au 9 au ngapi, unaweza kumpa 6 kwa sababu hakuwa na nimekuuliza kwa sababu na hii, na kwa Rashid Kejo pia ni msimu huu ndo amerejea Morocco kuitumikia klabu ya Berkane baada ya kucheza nje kwa muda mrefu tangu mwaka 2010 2011, akianzia Spain, amecheza US Melilla kwa muda mrefu, akatoka akaenda Numancia, unaifahamu hii timu Kejo, akatoka akaenda Malaga, baada hapo akaenda Uturuki amecheza Hatayspor, umeona bwana, akatoka akaenda Saudi Arabia amecheza Al Wahda kuanzia mwaka 2022, ndio msimu huu kajiunga na Berkane.
akiwa na umri wa miaka 36. Ni legend huyu, goalkeeper mkongwe kweli kweli huyu. Umeona bwana, huoni kipa mwenye uzoefu na mwenye kujua majukumu yake. Kuna wakati alikuwa anatuliza pressure ya timu, namna ambavyo ana organize defense yake. Kwa hivyo hata hizo shots of target Simba kuzikosa, there is a reason behind. Si tu namna, yani ni mlinda mlango ambaye nimekuwa nikimfuatilia na namjua ubora wake, na ndio maana nimekuuliza na wewe ulivyomuona. Kwa maelezo hayo ulivyosema na safari yake katika football, kwamba kwa goalkeeper unajua kadri miaka inavyokwenda anasoma ni kama wine iliyoko kwenye chupa, ndivyo anavyoendelea kuiva. Kwa miaka yake 36 amepata mishale mingi sana pale golini, kwa hiyo ana uzoefu. Ndio maana unasema aliweza kuipanga defense yake asipate shot kwenye target yake. Kwa hiyo ni plus kwake, ni one of the best goalkeepers. Sawa. Nisingependa tujadili maamuzi ya CAF kwa sababu bado si mwisho, na haki ya kimsingi kanuni ya Simba kucheza nyumbani iko pale pale, kama si itilafu za uwanja, na wakafu wanafanya hivi kwa mkakati wao wa kuleta chani huku wata Kenya dabi ilishindwa kufanyika. Lakini je, kwa maoni yenu tu nyinyi kwamba CAF wana hoja ya wao kusema kwamba Simba wasitumie ule uwanja kwa sababu eti sijui mvua itanyesha, sijui, yaani kwa sababu zilizoelezwa kwamba Kejo? Kwanza ni hoja ambayo kidogo imeleta utata. Kwanza inaweza ikawa ni moja ya vitu ambavyo vimeitoa kidogo Simba kwenye mchezo. Timing yake ilikuja kidogo wakati Simba iko kwenye maandalizi, unajua. Badala ya watu kufikiri mechi dhidi ya Berkane fainali ya kwanza, wakaanza kufikiri mechi ya marudiano itachezwa wapi. Iliwatoa kidogo katika mchezo, na hata kisaikolojia mtu akitaka kukuvuruga na kuletea kitu kingine dhidi ya kile ambacho wewe umedhamiria kukifanya, au mawazo yako na fikra zako ziko pale. Sasa hatua ya CAF, mimi nadhani hili lilipaswa kuwa limefanyika mapema sana. Yani hata kabla ya Simba kuondoka kwenda Morocco, Berkane, ilitakiwa haya mambo yamesha wanajua. Wasiwasi wangu na shida yangu ni hivi vitu kuja kwa njia ya ghafla kidogo, hata kama wana sababu za msingi. Lakini wakati mwingine unajua kitu kikiweka mahali si pake kinaitwa uchafu. Nas timing, shida ni timing ya walichokisema CAF, communication yake na hizo arrangement ambazo zilianza kufanyika huko chini tunaambiwa kwamba kuna bookings zifanyika Zanzibar na nini, zinaleta question marks kwamba je, kuna kitu sahihi kinafanyika hapo. Efforts za serikali zimeanza. Sawa, tusubiri mwisho wa siku itakuwaje, maana tusijaribu tusiwa preempt. Sawa, 1000 Franki rafiki yangu hatimaye ameandika, amesema refa kameza penalty mbili jamani, VAR ilifanya kazi kwa Simba kukaa goli la 3 la Berkane, ila VAR hiyo ilikataa kuangalia matokeo mawili ya penalty ambayo yangenufaisha Berkane. Khalid Abeidi ananipigia simu sasa, sijui nipokee ujue wa Simba, kwa nimpe heshima yake tafadhali kwa dakika chache. Khalid, salamu alaykum. Salamu bin Zuberi, habari gani bwana? Naam, namshukuru Mungu. Ongeleni sana Simba Sports. Kwenye kipindi hapo. Ndio, ndio. Mimi nilikuwa na shauri kidogo tu, shauri wangu kidogo kama itasaidia. Ndio. Nasema naam, wakati wa marudiano ndio mara nyingi tulikuwa sisi kucheza, ndio ilikuwa unapokuwa hapa nyumbani wageni wanakuwa wengi sana, mara amekuja mganga huyu, kaja mkuu wa mkoa, kaja, yani hujapumzika saa 4 usiku unaambiwa kuna kidogo kuna kisomo. Mapumziko yalikuwa chache sana unapokuwa huko nyumbani. Ndio sisi wakati wetu. Sasa time ya kupumzika inakuwa chache, lakini mara nyingi tunapani ilikuwa nje, sisi tuko free, tunacheza tunashinda. Ndio mechi yetu kwanza Lunare ilikuwa nje, mara ya pili kucheza na Zambia tumeshinda kwao hapa kwa control. Kwa hivyo kwao hapa wajaribu kucontrol wageni sana, wape fursa wachezaji wapumzike, watafakari, wameshaona mechi umecheza pale, tena wote ombe Mungu. Nimekuelewa, nashukuru sana, na muda umekuwa mchache, umepiga tunamalizia.
lakini ujumbe wako umefika, ila nitakutafuta mimi mwenyewe kuja kufanya mahojiano maalum na wewe juu ya hilo Khalid. Sawa kabisa. Asante. Sasa unajua kwa nini nimepokea simu ya Khalid? Huyu ni wachezaji wa rekodi ya nusu finali ya klabu bingwa Afrika, Khalid Abeid, kama unakumbuka mwaka 74. Ndo hawa ndo kina zao la kina Kibadeni, Haidari Abedi, umeona bwana, marehemu Mambo Sasa, marehemu Asman Juma Kalomba, marehemu Omar Chogo, pia kuna yule beki alikuwa dereva wetu TFF yule, dereva TFF yule bwana, unamsahau yule Alo Mwitu, na Hamisi Askari pia, umeona. Lakini kuna Shaban Baraza, marehemu Mohamed Kajole Machela, umeona bwana, Mohamed Bakari Tolo alikuwepo, umeona bwana, marehemu Adam Sabu, marehemu Dilunga, William Waijibe, Simba ya moto. Sawa sawa, mempa heshima yake. Ni some message za kwenye Instagram haraka haraka. Amesema huyu amezungumzia mambo ya VAR kutotumika jana. Iwe kwa Mkapa iwe Amani, hii ngoma bado ni nzito. Msisahau Berkane sio Almasri. Berkane anaweza kupata matokeo popote. Simba waliogope sana goli la ugenini watakalopata Berkane Tanzania. So ombei mema, kiukweli nchi haitakalika, ila Simba wakifanikiwa kubeba pia, ila naamini Simba hawezi kushinda 3-0, inaweza kuwa 3-1. All the best chama langu Yanga pale kwa kweli. Player hater, wanaleta vijibabo. Hao ndo player hater, si ndio? Sawa. Huku na message kwenye DM ni ngumu sana hizi. Mnazipenda. Kitwana nimekuona. Sawa. Ziberi msalimie Kunambi, yupo. Simba wajikaze. Naitwa Kitwana Tambwe, kipo wa zamani wa Polisi Dodoma. Asante Kitwana Tambwe. Na nani mwingine kaandika message ya nimemaliza. Sawa. Bwana, hizi message ni nyingi. Pole sana ndugu mtangazaji, ushabiki unakusumbua na umeumia mno kuona madunduka wenzio wamepigwa. Yaani hata kiziwi na kipofu wanajua wewe mtangazaji ni shabiki lialia wakolo. Ni jambo linalokushinda kabisa kuficha ushabiki wako. Sio lazima kila msikilizaji ajue wewe ni shabiki wa Mbumbumbu FC. Mbona watangazaji wenzio wa Azam pamoja na wachambuzi wako hivyo? Ameandika Joyce Msika. Yaani wewe dada Joyce Msika afu toba ile bakali hivi. Kila Joyce mtaogopa kabisa. Asalamu alaykum Bizuberi, wa alaykum salam. Kaka, habari za asubuhi. Jana Simba kajitahidi sana kutoruhusu magoli mengi. Ulimwengu Rungwe Kigamboni. Watie mkazo Ulimwengu Rungwe Kigamboni. Sawa, vizuri. Ulimwengu namfahamu huyu dalali. Sawa. All in all tuseme kila laheri Simba. Si ndio? Tunasema hivyo na tunaomba isije karuhusu goli la ugenini. Vizuri sana. Sawa. Kejo, leo ni nusu finali ya Azam ya kombe la CRDB pale Tanga, JKT na Yanga. Hizi timu kwenye ligi zimetoa na jasho. Rafiki Yanga alicheza mechi moja, JKT akatoa draw mechi moja. Na JKT alikuwa anampa wakati mgumu sana Yanga siku za karibuni. Na leo nilikuwa na wakuu hapa kutoka JKT wanakuambia tumejipanga, tumejiandaa na tuna matumaini ya kushinda. Sawa bwana. Ayo Malesa hapa na Mrai. Unaona bwana. Sasa wewe mwandishi wa habari bwana, mwana habari mchambuzi, tupe tathmini ya kitaalamu ambavyo mechi itakuwa leo kwa Tanga. Itakuwa ni mechi ngumu. Kama ulivyosema, rekodi zinaonyesha kwamba mechi ya Yanga na JKT haijawahi kuwa nyepesi. Na si mechi za karibuni tu. Mechi ya Yanga na JKT hata msimu uliopita ilikuwa ni ngumu sana kwa Yanga. Nakumbuka ile draw ya mechi ilichezwa wakati uwanja umeharibika kweli kweli. Yanga walipambana lakini hawakuweza kufua dafu. Kwa hiyo mechi ya Yanga na JKT ni ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ni sawa na Yanga ilivyokuwa zamani enzi ya Mansur Magram, Sigara. Ilikuwa Yanga yani piga huwa ikienda kwa Sigara inajiuliza mara 2-3 tunaingiaje. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni mechi ndogo, na kwa kuonyesha hilo nadhani ndio maana hata hamasa ya mashabiki na wachezaji na viongozi wa Yanga imekuwa kubwa sana, wakiaminishwa kwamba twende kwa wingi tukashangilie kwa wingi. Jana nimeona kwenye mitandao na hata kwenye TV ya Azam ukiona idadi ya Costa ambazo zimeongozana kwenda kwa ajili ya hiyo mechi,
unaona kabisa kwamba si mechi ndogo, si mechi ya kitoto ambayo inaenda kuchezwa pale kwenye uwanja wa Mkwakwani. Lakini yote kwa yote maandalizi ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja yatategemea utimamu wa timu ambayo itakuwa imejiandaa vyema na itakayokuwa iko timamu. Ukiangalia ligi imesimama kwa muda kidogo, JKT wamepumzika kidogo. Inaweza ikawa advantage au ikawa ni kinyume chake kama wachezaji watakuwa kidogo wamebweteka, lakini naamini uongozi wa JKT, wachezaji wenyewe kina Shiza Kichuya wana uchungu, wanataka kupata tiketi ya kwenda kwenye michuano ya kimataifa. Yanga tayari ana tiketi mkononi. Anachoenda yeye Yanga kupambania ni kupata kombe, kujaza makombe kwenye kabati. Lakini kama ni tiketi ya Champions League Yanga anayo na hawezi kushiriki mashindano mawili. Kwa hiyo JKT yeye ana nafasi. Kwa hiyo anaingia na dhamira kubwa zaidi, hamu kubwa zaidi, na anaamini kwamba huwa anamsumbua Yanga na huenda akafanya vizuri. Sawa sawa, nashukuru. Nas, kwa upande wako? Ni kweli itakuwa mechi ngumu sana na itakuwa ya karibu ya ushindani kwa pande zote mbili. JKT imekuwa ikipatia wakati mgumu Yanga kwenye ligi, na sasa wanakutana kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB, hiyo CRDB Cup. Kwa hiyo na kupeleka mchezo Tanga nao ni chachu nyingine kwamba timu zote sasa ni neutral ground, hakuna ambaye yuko nyumbani. Unaweza kusema labda JKT alipata advantage mechi ya kwanza ya ligi, aliweza kupush hiyo draw, lakini sasa wote wameenda kwenye neutral ground, si kwa Yanga wala si kwa JKT. Kwa ni mpambano ambayo aliye na quality atashinda. Sasa ukija kwenye upande wa quality, utaiona Yanga wana edge above ni JKT, yani wana quality kwenye kikosi chake kuanzia goalkeeping mpaka upande wa ushambuliaji. Lakini JKT wana wachezaji wazoefu ambao nao wana quality. Ukianza kutaja kina Shiza Kichuya, kutaja kina Sendemla, kutaja kina Dilunga, wote wamecheza katika kiwango kikubwa wakiwa na Simba. Kwa hiyo najua ugumu wa mechi ya Yanga. Ndio maana tunasema itakuwa ni close contest, lakini Yanga wana edge kidogo kutokana na quality ya squad yao walionayo. Sawa sawa. Kwa sekunde chache tu nataka mnisaidie kitu kimoja, kwa sekunde 20 kila mmoja alizungumzia hili. Yanga is a big team of course, na Miluda Hamdi ni kocha mkubwa. As underdog kuna mbinu ambazo walitumia JKT kuizuia Yanga kuto kushinda ile mechi. Na mbinu zile huwa haziwezi kufanya kazi mfululizo, kwa maana ikitokea mkarudiana mbinu zile zinakuwa wamezifanyia kazi wale ambao ni timu tishio. Unaliona hilo Kejo? Ndio. Kwamba hiyo inawezekana, lakini pia unajua kama alivyosema Anas, JKT na wachezaji wazoefu, ina wachezaji ambao wameshacheza michuano mikubwa kwa miaka mingi. Kina Dilunga, kina Shiza. Kwa hiyo si timu ambayo na wanajua jinsi ya kufrustrate. Unajua ukitaka kupambana na hao watu wakubwa, wao si wana timu kubwa, wana nini? Wewe vuruga mipango. Sawa. Na ndio ambacho wanaweza wakakifanya na wakafanya. Sawa. Elia Mjata, ndugu yangu huyu kabisa ameniandikia, kwa ruhusa yako naomba nisome. Kaka nakusalimia, mimi nipo, naamini kombe hili tunachukua. Asante Elia Mjata. Message ni nyingi sana. Nitanuia radhi, muda si rafiki. Mahmud bin Zuberi ndo jina langu. Brother Rashid Kejo, best friend na Songea Kilinga, long time kitambo, na bado tupa pamoja hadi hapa kwenye Sports. Basi nami nikushukuru wewe mtazamaji wa siku zote wa Sports AM na Azam TV. Nikwambie tu kwamba mwisho wa Sports AM ni mwanzo wa show nyingine katika chaneli zetu mbalimbali. Usikose burudani hii ikiwemo JKT na Yanga leo Mkwakwani Tanga. Kwa heri.